Safari yangu ya kutoka huko nikotoka, baada ya kulelewa na wazazi, nikafanya safari kwa ruhusa yao, kaelekea Kilosa, nikaishi huko miezi 6. Ikanipata shauku kuja katika jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kuomba Allah subhanahu anipe taufiki, nini kitatokea baada ya kufika kwa Dar es Salaam. Kwa hiyo natoka Kilosa kutoka kuja Dar es Salaam kwenye mwaka 1971 almiladia. Ndio. Na kwa Dar es Salaam hapo ulipofika, sehemu yako ya kwanza kuishi ulifikia wapi? Naam, baada ya kufika Dar es Salaam nifika kwa ndugu yangu, katika ndugu wa baba akaitwa Juma Shomari. Juma Shomari nikifanya kazi wizara ya habari, na yeye pia alimuoa ndugu yake dadangu mimi, akaitwa Mwana Aisha binti Idi Marungika, kwa sababu nilikuwa mpenzi wa darsa. Kufika tu muda mchache nikaingia darsa hapo jirani yetu Kinondoni kwa Sheikh Suleiman Muhunzi, alikuwa maarufu qari Qur'an na alimu wa mambo mbalimbali. Alhamdulillah. Na mpenzi mtazamaji, bado tutaendelea kupata faida mbalimbali kutoka kwa Sheikh mlezi Sheikh Hamdani Ibn Eid. Kama anavyoeleza safari yake, ametoka Kilosa. Kilosa ni moja ya maeneo, moja ya wilaya ambazo ziko ndani ya mkoa wa Morogoro, lakini akapata shauku ya kuja Dar es Salaam. Na mara nyingi wanawachuoni wa wanaama ama Mungu anawahamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kuhudumia sehemu ile. Na mara tu alipofika Dar es Salaam, sehemu ya kufika alifikia Kinondoni. Moja kwa moja nilitaka kumuuliza kuhusiana na elimu yake ya dini. Manake ni shekhe mwanachuoni mkubwa, ana fani mbalimbali, fani za balagha, mantiki, usulul fiqh, fani ya sheria, fani ya ahkamu tajwid. Hizi zote kasoma kwa mashekhe mbalimbali. Sasa alhamdulillah amedokeza, anasema kwamba alipofika tu shauku yake ilikuwa ni kusoma, na ameanza kusoma kwa Sheikh Suleiman Muhunzi. Bila shaka mtazamaji atakuwa na shauku ya kutaka kujua Sheikh Suleiman Muhunzi, umesema alikuwa ni mwanachuoni na elimu mbalimbali. Ulisoma fani gani hapo na kwa muda gani ulisoma? Kwanza tu akanianzisha ilmu ya hukumu na tajwid, Hidayat Mustafid. Alhamdulillah, akawa kanifundisha hadi nikamaliza, pamoja na kwamba sikuwa qari, lakini ahkam sikuwa na mjinga nazo. Alhamdulillah. Halafu naanzisha tafsiri ya Qur'an kuanzia Bismillahirrahmanirrahim, sura al-Fatiha mpaka juzu ya pili Tabaraka. Hapo ndo nimeishia. Pia akanianzisha na zamani mashekhe wakaanzisha vitabu watu wa misingi, kitatu cha hadithi kidogo dogo inaitwa Hayatul Islam mpaka sasa nadhani kipo. Akaanzia na sira juzu ya kwanza na pili. Juzu ya tatu hata kumaliza.
Na kwa watu ambao wamepata kukufahamu, wanasema ulikuwa na sauti nzuri sana. Sasa kuna kitu gani kimekufanya usiwe qari na aliyekuwa hukumu unazijua? Na tunaona kuna makari wengi wana sauti lakini hukumu hawazijui. Sasa kama ulikuwa na kianzio, unajua hukumu, kitu gani kimekufanya sasa usiweze kuwa miongoni mwa wakari wa kipindi hicho? Kwa kweli labda niseme taufiki hakunipelekea hivyo, lakini sikuwa na ulevi sana wa hayo zaidi kutaka kujua maana. Ndio maana nimeboya sana katika fani mbalimbali, ikiwepo na nahau, ikiwepo fiqhi, na alhamdulillah sina vingi lakini sidanganyiki, alhamdulillah. Na unapoisoma Qur'ani, sisi watu tunazingatia sauti, tunaita bayati, rasti, tunasema sika, lakini kwa upande wenu nyinyi mashekhe, mnakuwa sauti haiwatoshelezi tu, mnaangalia zile ahkami, zile mududi zinavyotamkwa. Unaweza ukatupa sample ya japo kipande kidogo hapa, na kitu gani tutastafidi kutoka katika aya hizo? Mashaallah. Katika Qur'an ina ajabu makubwa, kama hivyo kaida fani, kila fani na maajabu yake. Maajabu ya fani ya hukumu ya Qur'an ya tajwidi, kwa upande wake kama hujapitia vyote utakavyosoma unaona sawa na hakuna makosa, lakini ukiingia kwenye fani hii utaona maajabu mengi kwelikweli, ikiwepo hukumu za madda, ikiwepo hurufu alqalqala, ikiwepo ra'u muraqqaqu na ra'u mufakhamu. Duniani watu wengi hawajui ila qalila. Kwa hiyo inakuwa watu kusoma Qur'ani ipasavyo, inshallah, mpaka jitahidi sana katika hukumu. Halafu bayati na siqa na nini zenyewe zitakuja inshallah, na wakati huo itapendeza sana hukumu ikianza. Mfano kuna ra'u muraqqaqu na ra'u mufakham, ina namna zake. Ra'u muraqqaqu na ra'u mufakhamu. Tasikia mtu anasema bismillahir rahmanir rahim, nile hakuna kosa hapo, lakini hii ni ra'u mufakhamu la bimuraqqaq na vitu vingine vingi. Kwa hiyo ninaposoma bismillahir rahmanir rahim, ni ra'u nimeitamka, lakini nimekosea katika fani ya tajwidi. Asio na fani hii hawezi kuamini, atakuona wewe mkorofi. Unakosa gani? Kwa fasaha wake ni isomaje? Ra bismillahir rahmanir rahim, ra bismillahir rahmanir rahim. La na kuna jambo umelisema hapo, hurufu alqalqala. Kwa tuambie hajasoma tajwidi, kwa sisi ambao tajwidi hatujasoma, ni herufi gani hizo na nini nifanye nikikutana na harfu hizo? Ziko 5 na zinajumuisha katika neno khutbajad. Harfu hizo lazima unatakiwa uzisome kwa qalqala, usisome kama harfu zingine. Kuna qalqalati sughra wa qalqalatu al-kubra, na hizi hupatikana katika sukun. Qalqalati al-kubra ambapo inapatikana katika waqf al-kubra. Qalqalati al-sughra hupatikana fi al-wasl
Kwa hiyo kama huna fani hiyo, hizo huwezi kujua na huwezi kuziletea haki yake. Bila shaka mpenzi mtazamaji anastafidi, ana shauku ya kutaka kujua mfano wa Qalqalatul Kubra. Innaka hamidun majid. Innaka hamidun majid. Sadaqallahu al-azim. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bika mpenzi mtazamaji wa K-Media. Bado tunaendelea kuvuna kutoka kwa shekhe wetu, mlezi wetu, murabbi Sheikh Hamdani Ibn Eid. Hapa anaelezea elimu ambayo kaitoa kwa shekhe wake kutoka hapo Kinondoni. Wakazi wa Kinondoni bila shaka tutakuja mtatueleza Sheikh Suleiman Muhunzi alikuwa ni shekhe wa aina gani katika kipindi chetu hiki cha ulimwengu wa mashekhe. Na Sheikh Hamdani, baada ya kusoma kwa Sheikh Muhunzi, sehemu gani nyingine, shekhe gani mwingine alikusogeza katika elimu ya dini? Baada ya kusoma kwa Sheikh Suleiman Muhunzi, alimkajalia shekhe akawa amekwenda nje ya nchi, Malaysia huko akaishi. Kwa hiyo mimi nikahama Temeke. Kwa bahati nzuri nikakutana na Sheikh Juma Nyumba radhiallahu anhu, Allahumma nabii wa amin, katika tariqatul Qadiriyya, katika mashekhe ni makhalifa wakubwa wa Sheikh Hassan Bakari. Kwa hiyo nikasoma kule fiqh, na yeye ndo kanifundisha elimu ya adabu, taalimu, kanifundisha vizuri. Alhamdulillah, sikuifahamu lakini sio mjinga sana. Baada ya hapo shekhe akanipa ruhusa kwamba ilikuwa haiwezekani tena kuishi Temeke. Nikaja tena Manzese huko nikaishi, na nitamtaka ruhusa ananichagulie wapi nikasome. Alhamdulillah, kanitajia Sheikh Pans ende nikasome kwake, lakini taufiki haikuniwezesha. Ghafla tu nikapata shauku kwenda kusoma tena, kuongeza elimu yangu markas kama miezi michache hivi. Lakini bahati nzuri nikakutana na Sheikh Uthman Kiloko radhiallahu anhu, alikuwa mwalimu katika walimu, akawa ananisomesha katika darasa za kwanza zile, lakini pia baada ya masomo ya kawaida huwa akawa anasomesha Mulhatul Arab, Shariatul Fathul Habab. Kwa hiyo hatimaye akasema huku acha bwana, twende tukasome. Kwa hiyo tukasoma ile elimu ya Tuhfatul Habab mpaka tukaimaliza alhamdulillah. Nikaanza kufunguka nao hapo alhamdulillah, sijui lakini tukapata kumjua kwa makini fa'ilu na maf'ul, alhamdulillah, mambo mengi